Nataka nichukue nafasi hii mara nyingine nikaweze kusema asante sana kwa hii nafasi ambayo nimepewa na mwenye enzi, ili nikaweze kuleta neno hili ambalo ameweza kunijalia, ambayo kwa kimombo tunasema where will you spend your eternity, kwamba maisha yako ya umilele itakuwa wapi? Maisha yako ya umilele itakuwa wapi baada ya mwanadamu katika dunia hii kuishi miaka yake? Kuna miaka ambayo mwenye enzi ameweza kukuwekea kuishi katika dunia hii, na bila shaka kama mwanadamu lazima ujiulize swali kama hii, ingalao ni ngumu sana kuweza kujiuliza, kuweza kujihoji, lakini ni vyema ukaweze kuelewa kwamba baada ya maisha yangu hapa duniani, je, nikifa nitakwenda wapi? Nitaishi maisha gani? So kwa hivyo kuna maisha ya umilele. Maisha umilele unaweza yaishi ukiwa jehanamu, unaweza yaishi ukiwa mbinguni na mwenye enzi. Kwa hivyo hayo ndiyo baina ya maswali ambayo lazima kama wanadamu, kama mwanadamu ukaweze kujiuliza kwamba ninapoishi katika dunia hii, uhusiano wangu na mwenye enzi uko namna gani? Maana at the end of the day uhusiano wako ndio tu utakaoweza kukuelekeza pale mahali ambako utaweza kuishi katika maisha ya umilele. Kwa hivyo kuna maisha ya umilele ya kuteseka katika ziwa la moto. Kuna maisha ya umilele ambayo ameweza kutuwekea. Kwa hivyo nataka nikakuingize katika Biblia, nikueleze na tuone kwamba mwenye enzi anasungumusa nini, anasungumusa nini. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo yanahitajika kuweza kuyafanya ili kaweze kutuqualify sisi kuweza kukaa na mwenye enzi katika kiti cha enzi katika umilele. Kuna baadhi ya mambo ambayo inaweza kutufanya tuweze kuhitimu kuweza kukaa na kuweza kukaa na mwenye enzi katika kiti cha enzi cha umilele. Kwa hivyo tunaposoma kitabu cha Ufunuo wa Yahoshanan ambao ni Yohana, mlango ni wa 3, sura ni ya 21. Biblia inasema ya kwamba Revelation 3:21, yeye ashindaye nitamupa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Kwa hivyo haya ndiyo mambo ambayo tunaambiwa katika Yehoshanan, Ufunuo wa Yohana, kwamba yeye alishinda. Huyu aliyeshinda ni nani? Huyu aliyeshinda ni Yahoshua, ambaye tunasema Yesu aliyeshinda. Basi aliweza kuketi pamoja na yeye, aliweza kuketi pamoja na Baba yake ambaye ni mwenye enzi. Kwa hivyo tunaambiwa yeye ashindaye nitamupa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu
katika kiti chake cha enzi. Kwa hivyo wewe na mimi tutakaposhinda, kushinda nini? Kuna baadhi ya mambo ambayo yanafanyika katika dunia hii, na mwenye enzi ametupa uweza wa kuchakua. Aidha unaweza chakua njia mbaya ama ukachakua njia nzuri kupitia kwa matendo yako. Through your actions it will determine where you will spend your eternity. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba matendo yako ndiyo itakayoweza kukupa wewe mahali ambako utastahili kuishi katika maisha ya umilele. Kwa hivyo atakayeshinda, Yahoshua atamupa uweza wa kuketi pamoja na yeye katika kiti cha enzi, kwa sababu Yahoshua ambaye ni Kristo Yesu aliposhinda. Tunasoma Biblia nasema yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, tena ni yeye aliyepaa akaenda mbinguni, katika Yohana 3:13. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba kuna kushinda, kuna kushinda majaribu, kuna kushinda shetani, na katika kushinda huku lazima tukuwe na uhusiano ulio mzuri na uhusiano wako na mwenye enzi ndiyo utakayeweza kudetermine mahali utaweza kuishi maisha ya umilele. Kwa hivyo kuna kitabu kingine ambacho ni cha Ufunuo wa Yohana, mlango ni wa 21 mstari ni wa 8. Biblia inasema bali waoga, haleluya, bali waoga na wasioamini na wachukizao, haleluya, na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Haleluya! Basi tunaelezwa haya mambo, lazima tuelewe. Mpendwa msikilizaji, popote ulipo, unaposoma Revelation 21 verse 8, Biblia inatueleza kwamba kuna baina ya watu aina gani? Watu ambao ni waoga. Kuna watu ambao ni waoga, wako na roho ya uoga. Ni watu wanaookopa hata unapowaambia kwamba wakaweze kumpenda mwenye enzi, wakaweze kuwa na urafiki na mwenye enzi, hao kazi yao ni waoga tu. Yaani wanapenda kuokopa, wanaokopa uchawi, wanaokopa sijui kusengenywa, wanaokopa sijui nini. Kwa hivyo watu aina hao, watu aina hiyo, basi wameweza kuambiwa kwamba wataingia katika mauti ya pili. Watu ambao ni wasioamini, watu wasioamini neno la mwenye enzi, hawaamini watumishi wa hawaamini neno takatifu. Yaani wapo tu watu ambao wanaishi kwa nguvu zao, kwa akili zao, kwa pesa zao, kwa mali yao. Watu aina hiyo basi wametangaziwa mauti ya pili, kwamba wataingia katika ziwa liwakalo moto. Haleluya! Watu aina gani? Watu ambao wachukizao. Kuna watu ambao wanaochukiza tu wengine, watu wanaofanya mambo yanayochukiza mwenye enzi, mambo yasiyo mazuri, mambo mabaya. Watu aina hiyo basi wameweza kuwekewa ziwa liwakalo kiberiti, ambayo tunasema mauti ya pili. Haleluya! Na hata vilevile wale watu ambao ni wauaji. Kuna watu ambao ni wauaji,
nataka nikuambie kwamba iwapo tuko katika karne hii, kuna watu ambao wako na moyo wa kuua, uauaji. Watu aina hiyo basi wametangaziwa ziwa liwakalo kiberiti, mauti ya pili. Haleluya! Kuna wazinzi, watu ambao ni wazinzi, watu ambao wasioaminika katika ndoa zao, wasioaminika katika maisha yao, watu wanaoenenda katika uasherati, watu wanaoenenda katika uzinzi. Basi watu aina hiyo lazima wakaweze kujiandaa. Kama hawawezi tubu, kama hawawezi rejelea katika mpango wa mwenye enzi, wakuwa marafiki wa mwenye enzi, watubu dhambi zao ili mwenye enzi awasamehe, basi ziwa la moto limewakodolea macho. Haleluya! Na hata wachawi witchcraft, hiyo pia watu aina hiyo ni watu ambao wasipotubu dhambi zao, wasipoungama dhambi zao, wasipoachana na uchawi, wakamrudia mwenye enzi, wakamfanya mwenye enzi kuwa rafiki wao, wataweza kuishia katika ziwa la moto katika maisha yao yote ya milele. Kwa hivyo lazima tuelewe mambo kama haya, ni kwa sababu ya ana mpango mzuri juu yetu, kwamba watu hata wanaoabudu sanamu, kuna watu wanaabudu sanamu, wametengeneza some idols, the worshippers of the idols. Such people lazima wajue ya kwamba if they cannot repent, wataweza kuingia katika ziwa liwakalo moto, moto wa umilele. Haleluya! Kwa hivyo kuna watu aina hiyo, watu wanaoabudu sanamu. Kuna watu ambao watu ambao ni wachawi, watu wanaofanya mambo ya machukizo, watu ambao ni waoga, watu wasioamini neno la mwenye enzi, watu ambao ni wauaji, watu ambao ni wazinzi. Watu aina hiyo wanaoabudu sanamu, watu ambao ni waongo, liars, watu aina hiyo lazima wakaweze kuelewa, wakapate kujua kwamba kama hawawezi tubu, kama hawawezi ungama dhambi zao, kumfanya Mungu kuwa rafiki wao, basi ziwa la moto limewakodolea macho. Na sasa tunaambiwa kwamba sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba hiyo ndiyo mauti ya pili. Kuna mauti ya pili. Mauti ya pili hii inaenenda na matendo yako. Matendo yako ndiyo yatakayoweza kukuweka mahali pale ambako utaishi milele. Maana mtu anapokufa, basi kuna mahali atakapoweza kuingia, na ndiposa basi lazima tuelewe kwamba ya mwenye enzi ana mpango mzuri kwa ajili ya mwanadamu, na ndiposa ya aliona vyema akaweze kutenga mbingu, na mbingu alilitenga kwa ajili ya wale watendao mema, wale ambao wanakuwa na urafiki na mwenye enzi. Hao basi wameandaliwa kiti cha enzi, watakaa na yeye pamoja katika kiti cha Baba cha enzi. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba kuna mauti ya pili. Vilevile tunaposoma Revelation 20:11, Biblia inasema, na kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu sikakimbia uso wa sikakimbia uso wa sikakimbia uso na mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama
mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Kwamba kuna watu ambao waliweza kufa, wakubwa kwa wadogo. Yaani hata mtoto ambaye amesaliwa leo akifa, hata vilevile naye pia anaandikwa katika kitabu. Kinaweza kuwa ni kitabu cha uzima au kitabu cha mauti. Kwa hivyo wote waliokufa, wadogo kwa wakubwa, majina yao yaliandikwa katika kitabu, na sasa inalingana na matendo yao, ndiyo itaashiria kwamba jina lako linaweza andikishwa katika kitabu cha uzima, au basi matendo yako yasababishe majina yako yasalie katika kitabu cha mauti. Kwa hivyo hawa watu wote waliweza, majina yao yaliweza kunakiliwa kulingana na matendo yao. Basi matendo yako ndiyo itakayoweza kukufanya wewe uingie katika kitabu, majina yako yaandikwe katika kitabu cha uzima, au matendo yako itakayokusababisha wewe majina yako yaandikwe, yasalie katika kitabu cha mauti. Biblia inasema ya kwamba na hata bahari ikatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa na kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Kwa hivyo hata na yeyote aliyekufia baharini, aliyekufia sijui wapi, wote hao kwamba na waliweza kuhukumiwa kulingana na matendo yao. Kwa hivyo jambo kubwa hapa ni kwamba matendo yako brother, matendo yako sister, haijalishi sasa unafanya nini, bali nataka nikwambie kwamba matendo yako ndiyo yatakapokuwa the permit, yatakapokuwa the passport, wewe kuweza kuingia katika aidha maisha ya umilele wa mbinguni, ama ukaingia katika maisha ya umilele kule Jehanamu. Kwa hivyo ninaposoma kitabu hiki kinasema nini? Kwamba mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Hiyo ni 15, that is 15. Basi iwapo jina lako halichaandikwa katika kitabu cha uzima, my brother, my sister, anataka nikwambie kwamba itakuwa ni wakati wa kulia na kusaka meno. Matendo yako, your acts, your deeds matters a lot. Hii ni wakati ya kutengeneza uhusiano. This is the time, this is the season for you my dear brother, for you my dear sister, to build a good friendship with Yah. Hii ndiyo wakati wako, hii ndiyo wakati mwafaka ya kutengeneza urafiki na mwenye enzi, kwa sababu pasipo wewe kutengeneza urafiki na mwenye enzi, kama tu mtoto ambaye ana mzazi, na huyu mtoto asipotengeneza uhusiano na mzazi wake, then kuna hatari mbele yake. Kwa hivyo sasa, mimi na wewe inafaa tukaweze kuwa na uhusiano ulio mzuri. Brother, sister, tengeneza uhusiano wako na Yah, ukaweze kutubu dhambi zako, maana hayo matendo unayoyafanya
Biblia inasema kuna njia inayoonekana kuwa nzuri, lakini mwishowe ni mauti. There is a way that seemeth good, but its end is death. So lazima ukaelewe yale matendo unayoyafanya kila wakati. Kuna uwezekano watumishi wa wamekufikia, wamekuhubiria, lakini labda umekuwa mgumu, eti labda kwa sababu dunia ina mambo mazuri, dunia labda inapendeza, na Biblia inasema yeyote anayependa dunia, upendo wa mwenye enzi haumo ndani mwake. He who loves the world, the love of Yah is not in him. Kwa hivyo lazima tukapate kuelewa kwamba matendo yako ndiyo itakayoweza kukubeba, na kila tamko, kila neno unalonena, kila tamko unalolitamka, lazima utaweza kupeana hesabu. Kuna watu ambao hawataki kusikiliza neno la mwenye enzi, hawataki kusikiliza watumishi ambao mwenye enzi amewaweka as his oracles. So lazima tukaweze kuelewa kwamba wakati nakuja lazima utaweza kufa sister, wakati nakuja utaweza kufa brother. Lazima ujiulize, wakati nitakapokufa nitakwenda wapi? Nitaishi wapi? Maana kuna maisha ya umilele baada ya kufa, kuna maisha mengine mapya. Kwa hivyo ninataka nikusihi kwamba heri ukaweze kutengeneza njia zako. Prepare your ways. This is the time for us to prepare our ways to build our good relationship with our Almighty Creator, kwa sababu hakuna jambo lingine lolote ambalo tutakaloweza kulifanya hapa duniani ila tu kujenga uhusiano wetu na mwenye enzi. Jenga uhusiano wako na mwenye enzi brother, jenga uhusiano wako na mwenye enzi sister. Build your relationship with Yah, kwa sababu kwa njia kama hiyo matendo yako ndiyo yatakayoweza kukuweka mahali ambako tunasema sasa utaingia katika ufalme wa Mungu, uishi maisha ya umilele, maisha ya raha, maisha isiyo na magonjwa, maisha isiyo na machungu, maisha isiyo na regrets. Kwa hivyo basi, iwapo tutaweza kutenda mambo ambayo ni ya kuenenda na hili neno ambalo tumelisoma, nataka nikwambie brother sister, itakuwa ni siku ya kusaka na kulia meno. It will be a day for gnashing of our teeth. So let us hearken to this voice, tukijua ya kwamba Yah anatupenda. Hahitaji, he does not want you to go to hell. Hataki uende jehanamu, anataka uingie katika uzima wa milele. Maana lengo lake, his purpose is to see that all of us tunaingia katika ufalme wa Mungu, wa mwenye enzi. Kwa hivyo nataka nishukuru sana nikiwaambia kwamba siku ya mwisho kuna wale ambao walikufa watatoka. Kama walikufia baharini, watatoka baharini, wataenenda mbele ya kiti cha enzi ili wakapate kupita katika hukumu. Na wale ambao majina yao haitakuwa yameandikwa katika kitabu cha uzima, basi watawezwa kutupwa katika ziwa liwakalo moto, na hapo wataweza kuzaka na kulia, kuzaka meno na kulia. Ni kama tu inafananishwa na the rich man na yule Lazaro. Wakati Lazaro anakufa, Biblia inasema alipatikana kifuani mwa Ibrahimu, na wakati tajiri alikufa, aliweza kuenda direct katika jehanamu, na alipokuwa jehanamu, alipoinua macho alimuona Lazaro kifuani mwa Ibrahimu. Kwa hivyo nataka niwaeleze, there is really hell, na hiyo ni kwa sababu ya wale ambao waoga, wasioamini, wale wachawi, wale waongo, wale waabudio sanamu, watu wale ambao sasa
hawaamini neno la Mungu, neno la ya watu aina hiyo yote, basi wameandaliwa katika ziwa la moto. Nataka niseme ya kwamba asante, ni kwa sababu neno hili ni neno ambalo usipolichukulia kimaanani, my dear sister, my dear brother, it will come a time ambayo utatamani hata ukaweze tu kusema natamani basi nikaweze kurudi kule duniani. Maana tajiri akasema, tuma mtu aende duniani akawaonye mandugu zangu. Hatuhitaji kuonywa na mtu atokaye mbinguni. Wewe na mimi tukaweze kulisikiliza neno ambalo ya ameweza kupea watumishi wake. Tuko tayari kuendeleza topic hii. Tuko taka nikawa tayari kufundisha mafundisho haya ili watu wakaweze kuwa na hofu ndani mwao ya kwamba it's time for us that wants us to go to heaven. Tuelewe kwamba siku itafika. You trust, you to fail. Some people trust money, some people trust. But for us who are trust us, we are making him to be our friends. We are building our friendship with him. At the end of the time, tutaweza kuingia katika uzima wa umilele. Kwa hivyo nataka niwaambie kwamba jichunguze mzuri, examine yourself. If at all you are not aligning yourself with Yah, this is your time to align yourself with Yah. This is your time to repent of your sins. Come back to Yah. We are like a lost sheep. We are like a lost coin. His intimacy reigns forever. Tukuje kwake tukijua ya kwamba anatupenda na ametuumbia mahali pazuri, na mahali pale sisi ambao tutashinda majaribu, those who shall overcome, wale watashinda shetani, watashinda majaribu ya dunia hii, watashikilia neno la Yah, hao ndio wataweza kuona ufalme wa mwenye enzi. Kwa hivyo nataka niseme ni asante. Yah wabariki, Yah watende mema, tukijua kwamba matendo yako unayoyafanya baada ya siku utapeana hesabu. You will be accountable. Each and every word that is spoken from your mouth shall be accountable. So my dear listener, wherever you are, nataka nikutie moyo, nikutie nguvu, nikisema ya kwamba it is not late. Come back to Yah, na Yah ataweza kukuinua, ataweza kukubariki, na hata unapofika siku ya mwisho ya wewe kuishi katika dunia hii, bado utaingia katika maisha ya umilele, maisha ya furaha, maisha ya raha, isiyo na misukosuko, isiyo na taabu, isiyo na mikosi, isiyo na magonjwa, isiyo na njaa, na utaweza kufurahi pamoja na yeye tukiwa kule juu mbinguni. Kwa hivyo nasema ni asante. Yah bless you, Yah do you good. Asanteni sana. Tutaweza kupatana tena part 2, regarding where you will spend your eternity. Amen, amen, amen. Thank you so much. Thank you, brother. So you're really going for it there, Anthony, real evangelist, thumping the table. Yeah. Beating the drums. Come to Yah. Yeah. Yes, brother. Yes, brother James. Great. Well, I'll publish it in the morning. Just send me the title in Swahili for me to put in WhatsApp, please. Okay. Yes, brother. So there you are. This topic indeed it's also amazing. We intend also to alert
uh, brethren around the globe to understand that there is eternity. In fact, today I was trying to share with my colleagues, my friends, regarding the rich man and Lazarus, Mm-hmm. whereby the Bible says when Lazarus died, he was in the bosom of Abraham. And when the rich man died, he was uh, sent direct to hell. Mm-hmm. When he looked up, he saw Lazarus and said, Lazarus, why can't you come and help me with the water? Maybe because where I am, things are not good. Things are not working as expected. So this means that there is really hell. Mm-hmm. So people around the globe need to know that there is really hell. And if we cannot prepare ourselves, if we cannot amend our ways, if we cannot come back to Yah and reconcile ourselves to Yah, then it means that at the end of the day, if our names are not written in the book of life, then automatically we shall find ourselves in hell, and thereby we shall be gnashing our teeth, something that is very pathetic, and that is not the plan of Yah for us. You know, He wants us to enjoy eternity with Him. Mm. So this is the kind of message, Brother James, I want to convey with you, that indeed we need to continue teaching this. So when I look at this kind of teachings, Brother James, I realize that we have a lot. We have a lot that indeed we need to do. Because when you tackle this now as your message that you have taught us during daytime, it is so incredible. This is the message that when you hearken unto it, it transforms someone's life. So in every bit, as we continue, each and every teachings, you find sense in it, and it's like it need to reach other people so that they cannot remain in a quagmire. So it is us, brother, that Yah is focusing on us. And I told you, I'm taking this message on a serious way. Right. Good. Because I see sense in it, and it is the only message that actually we need to reach others. So, Brother James, it is my prayer, it's our prayer that Yah is going to open a great door for you to come over, that we can do a launching. No, that will give us, an upper hand now to dig deeper and deeper, knowing that now the foundation has been laid. And through that, I know that people are going to flock for this message, Brother James. Great. So I'm sure that we ought to mean business, and also to see that Satan has nothing to do with your coming. It's a matter of
saying that now at this particular time, whether it rains, it shines, we need to take this message further. It is the real message, Brother James.